Mtazamaji wa Mtaani TV, bana, tunakutana hapa kwenye channel yako bora zaidi na pendwa Tanzania. Leo hii tunaenda kumwangazia nyota wa klabu ya Simba, Alassane Maodo Kante, fundi moja wa mpira. Shabel, fundi unamuona? Ya, unamuona bana. Mmoja wa wachezaji ambao anazungumzwa vyema sana na mashabiki wengi wa klabu ya Simba. Ni mchezaji wa aina gani, lakini pia performance yake tokea ajiunge na klabu ya Simba iko vipi? Alassane Kante ni kiungo wa kati, central midfielder, ambaye ana uwezo kucheza kama kiungo mkabaji kutokea chini, anaweza kucheza pia kama holding, anaweza pia kucheza kama advanced number 8 ama kiungo wa juu namba 8. Lakini pia moja kati ya sifa ambazo zinamtofautisha na viungo wengi kwenye kikosi cha kwanza cha Simba na viungo wengi pia kwenye ligi yetu ya Tanzania ni uwezo wake wa kupiga pasi sahihi za aina zote, short, long, katika range tofauti, medium, usawa kati, usawa juu, usawa chini, katika kiwango kikubwa sana cha usahihi. Kwa hiyo ni moja kati ya viungo ambao akiwepo uwanjani unaenjoy kumtazama, na asipokuwepo lazima uwe na shauku ya kutaka kuona akiingia ni nini atakifanya katika mchezo wowote ule ambao anahusika kushiriki. Mwanzoni wakati anasajiliwa ndani ya klabu ya Simba ama anatambulishwa, watu wengi waliubeza usajili wake wakiamini kwamba sehemu ambayo ametoka, kwanza timu yake iko chini sana kwenye msimamo wa ligi, lakini pia hawakumpa nafasi kubwa sana. Watu wengi waliamini yawezekana wakaendelea kuwaona kama watu kama kina Nabi Kamara kwenye eneo hilo, lakini pia alikuwa anazungumzwa sana huyo Nabi Kamara, lakini pia kina Mzamiru Yasin, kina Morris Abraham, lakini imekuwa tofauti. Utofauti wake na wachezaji wengine ndani ya klabu ya Simba uko hapo, ukiachana na uwezo wake mkubwa wa kupiga pasi. Huyu kiufundi ni ball progressor, ni mchezaji ambaye anauendeleza mchezo kutokea katikati mwa uwanja. Yeye anauendeleza mchezo kutokea katikati mwa uwanja kwa kupiga pasi, kama nilivyoeleza hapo katikati. Sio mkokotaji mzuri sana, ila ana huo uwezo, lakini anauendeleza mchezo kwa kupasia zaidi. Yani popote ulipo ni wewe tu na control zako, namna ambavyo utaudhibiti mchezo kwa kupokea pasi kutoka katika miguu yake yote miwili ambayo inafanya kazi vizuri sana. Kwa hiyo hicho ndio ambacho amejitofautisha na viungo wengine kwenye kikosi cha kwanza cha Simba, na nimeelezea hapo utofauti wake na viungo wengine. Kwa mfano umemtaja hapo Nabi Kamara na viungo wengine. Nabi ni mpiga pasi mzuri, lakini sio katika usahihi kama huu wa Alassane Kante, mtu ambaye anaweza akapiga diagonal akaswitch play kwa kuhamisha mpira kutoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Lakini pia unapomzungumzia Alassane Kante amejitofautisha pia na viungo hawa wengine ambao nimekutaja kama Nabi Kamara, ambaye Nabi yeye ni ball progressor kupitia uwezo wake wa kutembea na mpira, carrying kutoka eneo moja katikati mwa uwanja kupeleka mpira katika eneo lingine. Lakini mtu kama Yusuf Kagoma kwa mfano, yeye sio progressor, sio mtu ambaye anaweza kuendeleza mchezo kwa kupasia. Yeye ni defensive midfielder ambaye yeye ni kutibua tu mashambulizi ya timu pinzani, lakini baada ya hapo anawapatia mpira viungo wengine wa juu yake ama wanacheza nao centrally kuweza kuendeleza mchezo, kuprogress. Ndio maana msimu uliomalizika alicheza vizuri sana yeye na Fabrice Ngoma, kwa sababu ni wachezaji wawili ambao walikuwa na complement ama wana sifa tofauti ambazo hazifanani na lakini zinazohitajika katika eneo la katikati mwa uwanja, kwamba mmoja ni mtibuaji wa mashambulizi ya timu pinzani, lakini mwingine ni progressor kwa kupiga pasi, kuitoa timu kutoka katikati kupeleka mchezo kwenda eneo la timu pinzani, eneo la tatu. Lakini ukimzungumzia mtu kama kuna kiungo kama Mzamiru Yasin, huyu yeye ni box to box, ni mchezaji mwenye energy, anaweza kakava eneo kubwa sana la uwanja kwa sababu ni mwepesi. Lakini kuna Hussein Daudi Semfuko amemsajiliwa msimu huu kutokea Coastal Union, pia ni kiungo mzuri. Yeye ni mix kidogo, ana uwezo kuzuia vizuri, kutibua mashambulizi, lakini pia ana uwezo pia wa kupasia kutokea katikati, lakini pia ni mchezaji versatile, anaweza kucheza namba 6, namba 8, lakini pia ukishawishika pia unaweza kumtumia kama nambari 10 kwa sababu ana huo uwezo wa kuarrive kwenye box na kufanya vitu viweze kutokea, aidha kwa kufunga ama kwa kusaidia pasi za magoli. Tukirejea kwa Alassane Kante, huyu ni mchezaji ambaye
Watu wengi kama walivyosema walikuwa wana doubt usajili wake kutokana na mahali ambapo alitoka, kwa sababu unakumbuka Alassane Kante wakati anasajiliwa Simba kulikuwa kuna maneno mengi sana, ama kuna bato nyingi sana kipindi kile, ndo kuna mvutano wa usajili wa viungo wawili kutokea nchini Tunisia, mmoja katika timu ya CS Sfaxien ambaye alikuwa ni Moussa Bala Conte, lakini na huyu Alassane Kante kutokea Club Athletic Bazetin ya huko pia kwenye ligi kuu ya soka nchini Tunisia. Kwa hiyo kuna mvutano mwingi, lakini kwa vile Moussa Bala Conte yeye alikuwa ameshagain popularity kwa mashabiki wengi wa Tanzania, kwa sababu aliwahi kuja hapa na CS Sfaxien na watu wengi wakawa wanamzungumza na walimuona, lakini huyu Alassane Kante watu wengi walikuwa hawajamuona, alikuwa hazungumzi ama hapewi hizo sifa ambazo kama alikuwa anapewa Moussa Bala Conte, ambaye kwa sasa hivi anasotea katika benchi la Young Africans, hachezi kwenye kikosi cha kwanza, haanzi na hajulikani ni lini ataaminiwa na kuanza, tofauti na Alassane Kante ambaye kwa mechi ambazo amecheza na dakika ambazo amepata nafasi ya kuonyesha uwezo wake, anaonekana ni mchezaji mzuri kuliko Moussa Bala Conte. Kwa hiyo Alassane Kante ni mchezaji kiungo mzuri sana ambaye naamini ataisaidia Simba katika michezo mingi ambayo inakwenda kushiriki kwenye mashindano tofauti, klabu bingwa, michuano ya ligi, michuano ya FA na mashindano tofauti. Kwa sababu ni mchezaji ambaye ameonyesha ni difference maker, mchezaji ambaye anaweza kaleta utofauti, mchezaji ambaye uwepo wake katikati mwa uwanja kuna utulivu mkubwa sana ambao anauleta kwenye kikosi cha Simba, ambao hauwezi ukauona kwa kiungo yeyote ambaye yupo kwenye kikosi cha kwanza sasa hivi cha Simba tofauti na yeye. Wakati ameingia kwenye mchezo wa juzi akitokea bench, kuna shuti moja nilipiga, mashabiki wengi wakiamini tayari ni kama mpira ulikuwa unaingia wavuni, lakini uwezo wa golikipa Omar Gonzo wa JKT Tanzania alicheza ule mpira. Yawezekana pia moja ya sifa yake kubwa inayombeba ni uwezo wake wa kupiga mashuti nje ya 18, lakini nini ambacho anaweza kaongeza kwenye mfumo ambao Dimitar Pantev, meneja mkuu wa klabu ya Simba, amekuwa akiutumia? Yes, ambacho anakiongeza ni kwanza hiyo sifa yenyewe ya kupiga, ile shot power. Ana mchezaji mwenye misuli yenye nguvu sana, na vitu ambavyo amevionyesha, kwa mfano hilo shoot ambalo ameonyesha kwenye mchezo dhidi ya JKT juzi, ni mojawapo ya vitu ambavyo viko navyo kwenye game yake, na sio kitu cha ajabu kwa watu ambao tunafuatilia soka la Tunisia. Wakati yupo katika timu ya Club Athletic Bazetin aliwahi kufunga mara kadhaa kwa staili ile ya mashuti ya mbali. Ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana wa kupiga na msuli wa kupiga, na naamini pia atafunga magoli kadhaa, na aliamini hilo. Akiendelea kuwa fit tutashuhudia akipiga makombola zile bullet kutokea katikati mwa uwanja, na uwezo mkubwa sana wa kupiga, na sio tu uwezo wa kupiga lakini usahihi pia wa kupiga hayo mashuti. Kiungo wa mwisho ambaye aliwahi kupita Simba alikuwa anapiga mashuti, japokuwa alikuwa hana huo usahihi, accuracy, alikuwa ni Said Hamisi Ndemla. Kwa hiyo huyu Alassane Kante anakuja kuongeza kitu tofauti ambacho hakijawepo kwa misimu kadhaa, tangu ameondoka Ndemla, tangu ameondoka Jonas Mkude. Viungo waliofuatia Simba wengi walikuwa ni watu wa kupasia, hawateki riski ya kupiga mashuti ya mbali kama ambavyo tumeona huyu Alassane Kante ambapo anateki riski ya kupiga hayo mashuti ya mbali. Kwa hiyo anaongeza ile unpredictability, yani kutotabirika, kwamba kwa sababu Simba mechi zao nyingi wanacheza na timu ambazo zinakabia chini. Kwa hiyo namna kuzifungua timu zinazokabia chini, kuna namna tofauti ya kuzifungua timu ambazo zinakabia chini. Ni kwa njia ya set pieces, ambapo Simba wamekuwa strong sana msimu huu, mpaka sasa hivi wamefunga magoli zaidi ya 3. Kwa mashindano yote wamefunga magoli 5 set pieces, lakini pia msimu huu pia wamefunga magoli 5 kama nilivyokuambia set pieces. Lakini pia unapokuwa na mchezaji kama Alassane Kante ambaye ana uwezo wa kupiga, ina maana kama timu inakabia chini na una kiungo ambaye ana uwezo wa kupiga mashuti sahihi ya umbali mrefu, zile long range, na kaenda on target, unaweza ukapata goli kwa aina hiyo, na mwisho wa siku ukabadili taswira ya mchezo na ukawafungua wapinzani, kwa sababu ana huo uwezo. Kwa hiyo ni ule kutotabirika anakoleta, lakini pia ni mchezaji ambaye kiufundi ama kimbinu anakuwa na msaada, kwa sababu anaweza akaamua uelekeo wa mchezo kulingana na matendo yake ambayo anafanya katikati mwa uwanja ama mchezo unapokuwa unaendelea mchezo.
tunaweza tukamfananisha Alassane Kante na Frank Lampard kwa uamuzi wa kupiga mashuti haraka. Yes. Moja kati unajua mimi mwenyewe ni midfielder. Na ukimuuliza kiungo yote katikati, moja kati ya sifa ambazo yani sifa mojawapo ya kiungo katikati, central midfielder, ni uwezo wa kupiga makombora. Yani huwezi kuwa kiungo katikati huna uwezo wa kupiga mashuti. Yani hiyo ni mojawapo ya sifa ya kiungo bora wa katikati. Yani watazame viungo wote wa katikati, central midfielder wenye msuri wa kupiga. Steven Gerrard umemtaja hapo, Frank Lampard, Real Madrid pale katikati mwa uwanja walionaye mtu kama Fede Valverde anapiga sana mashuti, Aurelio Tchouameni anapiga sana mashuti, Arsenal na mtu kama Declan Rice anapiga sana mashuti. Kwa hiyo ukiwa na mchezaji mwenye sifa hiyo anaweza kukuamulia matokeo pia katika mazingira ambayo mechi imekuwa ni ngumu, kolela mkoani huko watu wameng'ata meno, hakuna nafasi zinazotengenezwa, hamna magepo, hamna space, lakini inatokea scenario moja ya mtu kupiga shuti kama Alassane Kante, unashangaa mechi imeamuliwa kwa aina hiyo ya mkwaju.